Ni dhahiri wazi ya kwamba mara zote tumekuwa tukiiona chuki ya wazi wazi kutoka kwa wanawake wanaotuzunguka. Lakini je, ni kitu gani kinachofanya mwanamke akuchukie kwa urahisi? Na zifuatazo ni sababu kuu 10 zitakazosababisha mwanamke akuchukie kwa urahisi zaidi. Iwe ni mwanamke wenzake au uwe ni mwanaume, lakini endapo ukifanya mambo haya, ni lazima mwanamke atakuchukia tu. Yapo mambo mengi unayohitajika kuyafahamu zaidi. Namba 1, kukosa heshima na kumtendea mwanamke kwa dharau. Ikitokea wewe ni mwanaume umemtendea mwanamke dharau, basi ni lazima atakuchukia. Lakini hata wewe mwanamke ukimtendea mwanamke mwenzako kwa dharau, kisha mwanamke akakuona, basi amini ya kwamba mwanamke mwenzako atakuchukia sana kwa wewe kufanya kitendo cha kukosa heshima na kumtendea mwanamke kwa dharau. Namba 2, kuwa na tabia ya kuwa dikteta na kutaka kudhibiti maisha yake. Kama wewe ni mwanaume, unamuonyesha wazi mwanamke wako ya kwamba wewe una tabia ya kuwa dikteta. Mara zote umekuwa ukimuonyesha ukatili, unampiga hovyo, basi fahamu ya kwamba mwanamke atakuchukia kwa urahisi sana, kwa sababu mara zote wanawake wameonekana kutokupendezwa sana na tabia ya udikteta katika maisha. Lakini ukweli halisi kuhusiana na maisha ya wanawake yanaweza yakakushangaza, kwa sababu vitu hivi vimeonekana vikiwachukiza sana, na endapo ukifanya mambo haya, basi ni lazima atakuchukia tofauti na ilivyokuwa kawaida. Namba 3, endapo ukakosa uaminifu na kuhusika katika uhusiano wa kando, ni rahisi sana mwanamke akakuchukia kwa urahisi tofauti na ilivyokuwa kawaida. Namba 4, kutokuwa na mawasiliano mazuri na kushindwa kusikiliza hisia zake. Endapo ukimtendea mwanamke yoyote yule jambo la aina hiyo, basi fahamia kwamba mwanamke huyo itakuwa ni rahisi sana kukuchukia, tena kwa urahisi tofauti na ilivyokuwa kawaida. Namba 5, kuwa mtu mkali au mwenye hasira za mara kwa mara. Wanawake muda wote huwa wanapendelea sana amani na furaha katika maisha yao. Endapo wewe utakuwa ni mtu mwenye ukali muda wote, mwenye hasira za wazi wazi, tena mara kwa mara bila ya sababu ya msingi, basi amini ya kwamba mwanamke atakuchukia kwa urahisi sana. Namba 6, kutokuwa na mipango na maisha. Kutokuwa na malengo ya pamoja ni moja kati ya kitu ambacho mwanamke huwa kinamuumiza sana ndani ya nafsi yake, na itakuwa ni rahisi sana kukuchukia. Hivyo kama wewe ni mwanaume, umekosa malengo katika maisha yako, hauna mipango ya pamoja kuhusu maisha na mwanamke wako, basi mwanamke huyo itakuwa ni rahisi sana kukuchukia tofauti na ilivyokuwa kawaida. Namba 7, kuwa mtu mchoyo ambaye hatoi au kusaidia katika mahitaji ya mwanamke. Ikitokea mwanamke wako amepatwa na tatizo akaomba msaada kutoka kwako, basi unahitajika uweze kumpatia mwanamke huyo. Endapo ukaonyesha kutokuwa na moyo wa kutoa au kumsaidia mtu yoyote yule au yeye mwenyewe katika maisha, basi fahamia kwamba mwanamke huyo atakuwa ni rahisi sana kukuchukia tofauti na ilivyokuwa kawaida. Namba 8, kuwa na tabia ya kudanganya au kuficha ukweli wa mambo fulani. Mwanamke atakuchukia kwa urahisi endapo ukimuonyesha tabia ya udanganyifu au kuficha baadhi ya mambo katika maisha. Namba 9, kuwa mvivu na kutokuwa na bidii katika mambo ya maendeleo pamoja na ustawi wa pamoja. Endapo ukimuonyesha mwanamke wako tabia hiyo ya kupoteza ushirikiano, wa kutokuweza kufanya kazi, lakini pia utakapokuwa mvivu sana wa kutokuwa na bidii katika mambo ya maendeleo, basi ni rahisi sana mwanamke akakuchukia. Na ndio maana wanawake wengi huwa wapendelei kukaa na wanaume ambao hawana kazi au hawana kitu cha kujishughulisha katika maisha yao. Yapo mambo mengi unayohitajika kuyafahamu zaidi. Namba 10, kutokuwa na uvumilivu na kushindwa kusamehe makosa yake au kukubali kukosolewa kwa namna moja ama nyingine. Usipokuwa na uvumilivu, lakini pia ukikataa kukosolewa katika maisha yako, basi fahamia kwamba mwanamke atakuchukia kwa urahisi tofauti na ilivyokuwa kawaida. Na hayo ndiyo mambo 10 unayohitajika kuyafahamu, na kitu kitakachowafanya wanawake wakuchukia kwa urahisi ni pale utakapokuwa na tabia hizo 10. Yapo mambo mengi unayohitajika
unahitajika kuyafahamu zaidi. Lakini ikiwa kama ni mara yako ya kwanza kufungua video zetu, basi jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli yako pendwa ya Bongo Swahili ili uweze kuyafahamu yale yote yaliyojificha kiundani zaidi. Asante kwa kutuamini, asante kwa kufuatilia video za Bongo Swahili. Enjoy!